Hapa nipo katika kiwanda cha kutengeneza mbegu za pamba ambapo mtaalamu wa sekta ya kilimo kutoka Bodi ya Pamba Tanzania TCB wilaya Bariadi anaeleza umuhimu wa mkulima kutumia mbegu ambazo zinatoka katika viwanda vya kuchakata hizi malighafi. Lakini inaelezwa kwamba mpaka sasa hivi mbegu zimeshaanza kusambazwa katika maeneo ya wakulima, ambapo imeelezwa kwamba mkoa wa Simiyu na mikoa jirani tayari wakulima wameshafikishiwa mbegu. Kwa majina naitwa Ndinda Anton, ni msimamizi wa uchakataji wa mbegu za kupanda msimu 2025-2026 katika kiwanda hiki cha Triwin Bariadi, ambapo mbegu ya msimu huu inapita serikalini kupitia Bodi ya Pamba, na malengo ya uchakataji wa mbegu msimu huu ni kuchakata mbegu tani milioni 15, na hadi leo tumeshapokea mbegu tani milioni 14.1. Mahitaji ya wakulima nchini, kuchukulia nchi nzima, ni takriban tani 28,000, kwa maana ya kwamba kiwanda hiki kitazalisha mbegu takriban tani 15,000, lakini pia kuna kiwanda cha Jairom ambacho kipo Shinyanga kitazalisha mbegu takriban tani 13,000, na mahitaji ya mkoa wa Simiyu ambayo sasa ni nusu ya mahitaji ya nchi nzima, kwa sababu pamba ya Tanzania inazalishwa mkoa wa Simiyu nusu yake, na mahitaji yake sasa mkoa wa Simiyu yataenda zaidi ya tani 10,000 na ndio maana hapa tumeweka malengo ya kuchakata mbegu tani 15,000, na tayari tumeshatoa mbegu kwenda kwa wakulima katika halmashauri wilaya mbalimbali, na kiwanda hiki kiko hususan kusambaza mbegu za wakulima hususan mkoa wa Simiyu, mkoa wa Mwanza, mkoa wa Mara. Lakini pia kutokana na mahitaji, mbegu hii inaenda hata zaidi ya mikoa hii, tunapeleka pia Shinyanga na mikoa mingine. Hivyo basi mbegu hii ya msimu huu imezingatiwa ubora unaokidhi kwa maana ya uotaji, na mkulima akipata mbegu yenye ubora ndio amejihakikishia mavuno. Yaani mavuno ya pamba yanaanzia ubora wa mbegu, na mbegu ya msimu huu imekidhi ubora. Pia sisi kila tunapopokea, kila mbegu inapochakatwa tunaifanyia majaribio ya uotaji, na majaribio ya uotaji yametoa zaidi ya 98%, kwa maana hiyo mbegu inaota. Wito kwa wakulima wazalishe pamba kwa tija. Yaani mkulima asilime tu kwamba amelima pamba, afuate kanuni 10 bora za kilimo cha pamba, na hususan tunasisitiza wakulima watumie kilo 20 kwa ekari moja, wapande kwa kipimo cha sentimita 60 kwa 30, ambapo mahitaji yake kwa ekari ni kilo 20, na hapa mbegu tunayozalisha tumeipaki kwa kilo 20. Kwa maana hiyo mfuko mmoja unatosheleza ekari moja. Hivyo wakulima waondoe hofu kwa serikali yao, waiamini serikali kwamba inawapa kilicho bora. Nikiripoti kutoka katika kiwanda hiki cha kutengeneza mbegu hapa wilaya Bariadi mkoani Simiyu, mimi ni Sita Tuma na hii STV. Rafiki, una hakika kuwa application zote kwenye simu yako unazitumia? Fahamu kwamba application ambazo hauzitumii na haujaziondoa kwenye simu yako zinaendelea kutumia data yako bila wewe kujua. Basi fuata hatua zifuatazo ili kuzuia hilo. Kwa watumiaji wa iOS, fungua settings, kisha shuka chini kwenye application zako na ufungue unaohitaji kuzuia isitumie data yako. Utaona mpangilio wa vitu ulivyoruhusu vitumiwe na application hiyo, kisha bofya mobile data ili kuzuia isifanye kazi. Kwa watumiaji wa Android, fungua settings, kisha fungua apps.
Fungua apps management au fungua application husika unayohitaji kuzuia isitumie data yako. Fungua kipengele cha data usage, kisha disable mobile data ili kuzuia isifanye kazi. Linda data yako.